Amen. Shalom. Bwana wabariki sana. Asante sana. Nashukuru kuwa nanyi tena katika siku ya leo. Kwa neema na rehema za Bwana wetu Yesu Kristo ameweza kutukutanisha tena leo ili tuweze kuzungumza kuhusu habari njema, habari ya ufalme wa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Wapendwa, leo nimekuja kuzungumza kuhusu swala hili la utakatifu. Nimeona kumekuwa maswali mengi sana kuhusu, na nimeyazungumza kidogo kidogo katika vipindi vilivyopita kuhusu swala nzima la utakatifu. Watu wengi wameuliza, tunakuwaje watakatifu? Inawezekanaje sisi wanadamu kuwa watakatifu? Wengine wameongea utakatifu ni nini haswa? Wengine wameongea, je, inawezekana mwanadamu kuwa mtakatifu? Kwa hiyo nimekusanya hayo maswali yanayohusu utakatifu, na leo nimeona ni yajibu yote kwa ujumla. Ndugu zangu, katika swala la utakatifu, nafikiri ni fashion sasa hivi katika makanisa mengi, unasikia kanisa takatifu, kitu kama hicho. Ni nzuri sana, Bwana wabariki kwa hilo. Katika utakatifu, ili neno utakatifu ambalo katika lugha ya Kiebrania linaitwa gadosh katika lugha ya Kiebrania inamaanisha utakatifu. Utakatifu ni nini? Ili neno utakatifu maana yake nini? Utakatifu au mtakatifu ni mtu au kitu kilichotengwa wakfu kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kutengwa wakfu mbali na dhambi, mbali na makosa, mbali na uchafu wowote, mbali na ulimwengu. Hicho ndicho kitu au mtu anayeitwa mtakatifu. Sababu nilieleza katika video zilizopita kwamba katika Agano la Kale kuna vitu pia vilikuwa vinawekwa wakfu, vinaitwa vitu vitakatifu katika hekalu, katika madhabahu. Nafikiri sote tunalifahamu hilo kwamba kuna vitu vitakatifu ambavyo huruhusiwi kuvigusa, huruhusiwi kuvila. So hivyo vitu vimewekwa wakfu kwa ajili tu ya kazi ya Bwana. Huruhusiwi kuvitumia wewe kwa matumizi yako binafsi kwako nyumbani. Sio vya kwako, ni vya Mungu na vinatenda kazi katika hekalu la Bwana. Kwa mfano, vitu vyote vilivyopo pale kanisani ambao vinatenda kazi katika ibada la kumwabudu Mungu automatically ni vitakatifu, na hivyo vitu vinawekwa wakfu kwa ajili tu ya kazi ya Bwana. Kwa hiyo haviruhusiwi kuguswa na mtu yeyote. Kwa hiyo kifupi, utakatifu ni nini? Utakatifu ni kuwa mbali na dhambi. Utakatifu ni kujitenga na kitu chochote ambacho ni kichafu. Na tukimaanisha kichafu, tunaongea kichafu katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo utakatifu ni kuwa msafi ambaye hana dhambi yoyote. Yaani hayo ni maelezo tu mafupi kuhusu utakatifu. Utakatifu ni mtu msafi kabisa ambaye hana dhambi, mwenye haki, mwenye upendo na kweli kamili ndani yake. Huyo ndo mtu mtakatifu. Mtakatifu ni mtu msafi kabisa ambaye hana dhambi, ambaye anajawa na upendo na kweli ndani yake. Mtakatifu ni mtu yule ambaye amejitenga na dhambi na ubaya na makosa, ndo anaitwa mtakatifu. Hivi mnaelewa vizuri watoto wa baba? Nimeona nianze na hiyo definition simple, nianze na hiyo maelezo rahisi ili kwamba kila mtu aelewe. Sasa kwa maelezo hayo tu mafupi, unaona kwamba ni vigumu mwanadamu kuwa mtakatifu. Nataka sasa nikuonyeshe mwanadamu na nataka nikuonyeshe Mungu. Alafu sasa nitakuja kukueleza sisi wanadamu tunawezaje kuwa watakatifu. Naomba ufungue Biblia yako. Acha mimi nifungue Biblia yangu katika kitabu cha Warumi 5:12. Warumi sura yake ya 5 mstari wa 12. Biblia inasema hivi, nasoma: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni,
na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Unasikia hapo? Wote wamefanya dhambi. Hivi nataka nikuonyeshe mwanadamu ni nani. Mungu, asante sana kwa kazi ya Kalvari. Yaani tukitazama haya mambo, wakati mwingine tunakaa chini tunaona kazi iliyofanyika siku ile pale Kalvari ni kazi kubwa sana. Ukweli wa mwanadamu ni kwamba sote ni wafanya dhambi, sote tulikosea, sote ni watu wabaya. Sisi wanadamu, adhabu yetu ni kifo kwa kosa tulilolifanya na ambayo tunaendelea kufanya hadi sasa. Katika viumbe alivyoviumba Mungu, hakuna kiumbe ambacho kimefika mpaka kwenye hatua ya kumhuzunisha Mungu na Mungu kujuta kukiumba kama mwanadamu. Mwanadamu ana roho mbaya sana. Asilimia kubwa ya wanadamu ni watu wabaya, na mawazo mabaya, maneno mabaya, majibu mabaya, mtazamo mbaya, mavazi mabaya, kila kitu mbaya mbaya. Moyo wa mwanadamu unajaa ubaya. Hivyo ndivyo tulivyo. Na baada ya sisi kukosea, nani angekuwa mtakatifu? Nani angejipiga kifuani ya kwamba mimi ni mtakatifu? Nani angesema ya kwamba mimi? Sababu ukiangalia tu kwa definition fupi ambayo nimewapa ya utakatifu, inaonyesha kabisa ya kwamba utakatifu ni asili ya Mungu pekee, sababu Mungu peke yake ndiye mtakatifu. Lakini mwanadamu anayezaliwa na mwanamke, papa, kitabu cha Ayubu kimesema ya kwamba mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke mawazo yake yote hujaa mabaya. Asilimia kubwa ya wanadamu mawazo yao ni mabaya. Na huu ubaya uliingiaje? Uliingia tangu siku ile tulipokosea pale kwenye shamba la Edeni. Naongeza katika Warumi sura ya 3 mstari wa 10 hadi 12. Usikie mwanadamu ni nani. Warumi sura ya 3 naanza kwenye mstari wake wa 10. Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. Wote wamepotea, wameoza wote pia, hakuna mtenda mema, la hata mmoja. C'est ça nous les êtres humains. Hao ndo sisi wanadamu, wakosaji, wenye mabaya, watu waovu, watu wenye kujaa chuki, watu wasiokuwa na shukurani, watu wenye kujaa matusi. Mwanadamu anajaa wasi, ndani yake hakuna uzuri. Siku mwanadamu aliporuhusu shetani kuingia katika moyo wake, hiyo ndo siku ambayo mwanadamu aliharibika. Ndo maana mnaona hichi kizazi jinsi mnavyokiona leo, kizazi ambacho kimeharibika, yani ukuharibika kwa ajabu, hadi tunajiuliza sisi ambao tuko huko Afrika, kama sisi tulio Afrika dunia inaharibika kiasi hiki, vipi wale walio Ulaya? Vipi wale walioko Marekani, walioko Canada ikoje? Yani ndugu zangu, unatoka nje unatazama dunia, unajiuliza wanadamu tunaelekea wapi? Yani hii dunia, hawa watu baada ya vizazi vitano huko mbeleni, dunia itakuwaje? Watu watakuwa kama mbwa, watakuwa kama nyama, watakuwa kama vichaa, au itakuwaje? Yani unaona spidi katika ubaya, yani spidi ambayo wanadamu wako nayo katika kutenda ubaya. Unakaa chini mpaka unasikia mwili baridi, unatazama tutalelea watoto wapi? C'est ça l'être humain. Huyu ndiye mwanadamu, anajaa ubaya. Wacha niongeze kidogo hapa katika hiyo Warumi 3:23. Warumi 3:23 nasema hivi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote. Et c'est ça nous les êtres humains. Huyo mtu utataka utakatifu kwake? Haiwezekani. Uwezi. Hebu tuende kidogo kwanza katika kitabu cha Ayubu. Ayubu 14 inasema hivi: mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe.
Nawe je, wafumbua macho yako kumwangalia mtu kama yeye, na kunitia katika hukumu pamoja nawe? Ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Hapana awezaye, kwa kuwa siku zake zimeamriwa, hesabu ya miezi yake unayo wewe. Acha kumwangalia yeye apate kupumzika, hata atakapotimiza siku yake kama aliajiriwa. Yani my bro, nataka niongee hapa mstari wa 4. Ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu? Nani awezaye kutoa kitu safi katika kitu kichafu? Ayubu amejipa jibu hapa, amesema hapana awezaye. Yani kitu kichafu ndo sisi, c'est nous les êtres humains, nous avons des cœurs méchants. Mwanadamu unaweza ukamsaidie leo na kesho anakutukana, anakuua. Yani ndugu zangu, ukiangalia mwanadamu mpaka unajiuliza, hivi kuishi na mwanadamu kuishi na mwanadamu, tutaishi na mwanadamu jinsi gani? Na kifupi, ni vigumu sana mwanadamu kuwa mtakatifu. Si jambo rahisi. Yani ndugu zangu, si jambo rahisi, sababu wanadamu wameharibiwa kiwango kikubwa sana. Shetani amefaulu kuingia katika maisha ya wanadamu kwa kiwango kikubwa sana. Shetani amefaulu kumharibu mwanadamu kwa kiasi kikubwa mno, kiasi kwamba 80% ya walio chini ya dunia wanatawaliwa na shetani na wameharibiwa na huyu mwovu shetani. Unaona jinsi gani ilivyo ngumu sana. Na ndio maana mimi ninaelewa hizi swali zenu mnapouliza inawezekanaje mwanadamu kuwa mtakatifu? Bila shaka si jambo rahisi. Sasa kama utakatifu ni asili ya Mungu, siyo asili ya mwanadamu. Asili ya mwanadamu ni dhambi, asili ya mwanadamu ni makosa, asili ya mwanadamu ni ubaya, asili ya mwanadamu ni maanguko. Ndo maana ya kile kitabu kinachoongelea kuhusu matendo ya mwili, kwamba matendo ya mwili ni nini? Ukiyasoma yale matendo ya mwili yote ni matendo mabaya. So ule mwili unaoongelewa pale Galatia 5:19 inasema hivi, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu. Haya ndo huyu ndo mwanadamu, huyu ndo mtu, ndo mwanadamu wenyewe basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati. Ndo dhambi ya kwanza inapiga fora hivi, uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi, mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Na haya ndo matendo ya mwili, ndo mambo ya mwanadamu. Sasa hebu niruhusini kidogo hapa, kuna kitu nataka nieleze hapa. Unaona huu mwili ambao umeongelewa hapa, na hapa ndo kuna udhaifu pia wa lugha ya Kiswahili. Yaani kuhubiri, nimegundua kuhubiri Biblia kwa lugha ya Kiswahili peke yake, lazima utakuwa na changamoto nyingi, sababu kuna maneno mengi sana ambayo lugha ya Kiswahili imeshindwa kuyapa tafsiri halisi kulingana na asili ya hilo neno. Kuna maneno mengi sana ya Kiebrania, maneno mengi sana ya Kiarmenia, ila Kiswahili kimeshindwa kuyatofautisha. Lakini sasa ukirudi katika lugha zingine, Kiingereza au Kifaransa, unapata utofauti mzuri. Kwa mfano, hii vesi ya Wagalatia sura ya 5 mstari wake wa 19 inaongea kuhusu matendo ya mwili. Sasa hapa ndugu zangu, huu sio mwili huu. Ukisoma kwa Kiingereza inaandika hivi, now the work of the flesh. So flesh, kuna tofauti kati ya flesh na body. Kuna tofauti kati ya core na share. So haya ni matendo ya mwili. Sasa hii flesh ni nini kulingana na Biblia? Hii body ni nini kulingana na Biblia? Hii flesh ni asili ya maanguko ya mwanadamu.
ni asili ya dhambi ya mwanadamu. Kwa hiyo kila mwanadamu ndani yake kuna asili fulani ya dhambi. Kila mwanadamu ndani yake kuna asili fulani ya maanguko. Kila mwanadamu ndani yake kuna hamu fulani ya kutenda dhambi. So hiyo hamu hiyo iko ndani ya kila mwanadamu. Kwa hiyo ni vigumu sana mwanadamu kuwa mtakatifu, kwa sababu asili yake ni asili ya dhambi: kuiba, uasherati, uzinzi, ufisadi. Yani hiyo ndio asili ya mwanadamu, na kama tujuavyo sote, utakatifu ni asili ya Mungu. Kwa hiyo kuna kila mtu ana asili yake. Mungu ana asili yake, mwanadamu pia ana asili yake. So asili ya Mungu ni utakatifu, sababu mtakatifu ni mmoja tu, ni Mungu. Naomba nisome hapa. Amen, amen. Naomba nisome katika Isaya 6:3. Isaya 6:3. Fungua Biblia yako pia katika kitabu hicho hicho cha Isaya sura yake ya 6. Yaani hapa najaribu kujibu maswali yote kwa jumla. Isaya sura yake ya 6 mstari wake wa 3 inasema hivi: wakaitana. Hawa ni malaika wako mbinguni, wakawa wanaitana hawa malaika, kila mmoja na mwenzake, wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Hii mtakatifu mara 3, unajua maana yake? Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu wa majeshi, kulingana na Isaya 6:3. Kwa nini wanaita mtakatifu mara 3? Ni kwa sababu yeye ni Mungu wa Waebrania 13 mstari wake wa 8. Sasa hapa nina tafsiri maandiko na maandiko. Hii Isaya 6:3 ili aitwe mtakatifu mara 3 ni kwa sababu yeye ni Mungu wa Waebrania 13 mstari wa 8. Waebrania 13 mstari wa 8 inasema hivi: Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mara 3. Yesu Kristo ni yeye yule leo, jana na hata milele. Mungu anakamilika katika utatu, na ndo maana hapa pia anaitwa mtakatifu. Leo yeye ni mtakatifu, mtakatifu jana alikuwa mtakatifu, mtakatifu na kesho atakuwa mtakatifu. Ni Bwana Mungu wa majeshi. Kwa hiyo mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu wa majeshi. Mtakatifu aliyekuweko jana ni Bwana Mungu wa majeshi. Mtakatifu aliyoko leo ni Bwana Mungu wa majeshi, na mtakatifu atakayekuja ni Bwana Mungu wa majeshi. Kwa hiyo only God ni mtakatifu. Sema amen. Na ni yeye peke yake anastahili kuwa mtakatifu. Ni yeye Mungu peke yake ana haki ya kuwa mtakatifu, hakuna mwingine. No one else. Ni yeye peke yake. Amen. Kwa hiyo mmeona asili ya mwanadamu ni dhambi na asili ya Mungu ni utakatifu. Sasa huyu Mungu ambaye ana asili ya gadosh, yani utakatifu, la sainteté, huyu Mungu ambaye anajua sisi wanadamu tuna asili ya dhambi, akatuita sasa kupitia maandiko yake ya kwamba sisi wanadamu tuwe watakatifu. Hapo sasa ndo usiku unaingia. Ili kwamba Mungu atuite sisi tuwe watakatifu, ni kwa sababu sisi hatukuwa watakatifu. Tulipoteza sifa ya kuwa watakatifu baada ya sisi kuingiza dhambi katika maisha yetu. So we were no longer watakatifu. Akabaki mtakatifu yeye mwenyewe. Msubiri niongee hapa katika Mambo ya Walawi 19:2. Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi 19:2. Biblia inasema hivi:
nena na mkutano wote wa wana wa Israeli, uwaambie mtakuwa watakatifu, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. So huyu Mungu ambaye ni mtakatifu anatuita sisi wanadamu tuwe watakatifu, na anajua kabisa kwamba asili yetu wanadamu ni dhambi, sababu ndani yetu tuna flesh. Na Mungu ambaye ni mtakatifu anataka sisi tuwe watakatifu ambao ni wana asili ya dhambi. Amen. Nataka niongeze katika Waebrania 12:14. Unajua hili somo ukilielewa huwezi jivuna tena. Waebrania 12:14. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Waebrania ambao tunajua hii ilikuwa kanisa la watu ambao wameshakomaa. Ni tofauti na kanisa la watu wakina Wathesaloniki. Waebrania, ukiona gisi gani Paulo alipokuwa akiandikia Waebrania na gisi Paulo alikuwa anaandikia Wakorinto ni tofauti sana. Paulo alikuwa anaandikia Wakorinto kama mtu anayeandikia watoto wachanga katika imani, na Waebrania alikuwa anawaandikia kama mtu anayeandikia watu wazima katika imani. Sasa naomba usikilize katika Waebrania 12:14. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Sikiliza hapa. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. So sasa sisi sio watakatifu. That's the first point. Tumezaliwa watenda dhambi, tumezaliwa wakosaji, na Mungu anajua kabisa kwamba tumezaliwa wakosaji. So anatualika, sababu plani ya Mungu tangu mwanzo ya kuumba mwanadamu ilikuwa ya kwamba aumbe mtu kama yeye. Ukisoma katika maandiko pale inaposema ya kwamba Mungu alisema ni amfanye mtu anayemfanana yeye, aliye na sura yake. Kwa hiyo lengo la Mungu alitaka aumbe kiumbe kinachomfanana yeye. Kwa hiyo sisi tuliumbwa ili tumfanane nani? Mungu. Na tukitaka kumfanana Mungu lazima sasa tuwe watakatifu, sababu Mungu ni mtakatifu. Ndo sasa Mungu akijua kwamba sisi sio watakatifu kwa kosa tulilolifanya katika shamba ya Edeni, tukapoteza sifa ya utakatifu, tukawa watu wenye asili ya dhambi. Sasa hapa Mungu katika Mambo ya Walawi 19:2, katika Waebrania 12:14, Mungu sasa anatuita sisi ambao ni wanadamu wenye asili ya dhambi kwamba tutafute utakatifu. Ina maana ni swala la kutafuta. Sasa huu utakatifu utautafutia wapi? Na unatafutiwa namna gani? Ndio swali. Sababu Mungu anajua sisi sio watakatifu, kwa hiyo anatualika tuutafute. Sio mimi, ni neno, ninasoma neno kabisa. Niko Waebrania 12:14. Tafuteni kwa bidii. Alafu tena sio kutafuta kwa hivi hivi, ni kutafuta kwa bidii. Kuwa na amani. Jambo la kwanza, kuwa na amani na watu wote. Na jambo la pili ni utakatifu. My bro, hakuna ngumu kama hilo. Hakuna ngumu kama hilo. Kwa sababu wewe una asili ya dhambi. Sababu wewe ni mwanadamu. Wewe ni mfungwa. Umefungwa kwenye kifungo cha dhambi. Na ukiwa mfungwa, yani uko mfungwa, alafu unaambiwa utafute amani, na uko kwenye gereza. Yani nataka uone picha kisi gani ilivyo ngumu. Sisi tulitenda dhambi, tukawa wafungwa wa dhambi. Si Paulo ndo amesema hivyo? Kwa hiyo tulipokuwa wafungwa wa dhambi, tukawekwa ndani ya gereza, tukawa watumwa wa dhambi. Na unataka uwe na picha ya mtu aliye mfungwa, alafu tena huyo mfungwa anaambiliwa atafute amani. Kwanza mfungwa uruhusiwe kutembea. Sasa unatafutaje hiyo? Unatafutaje huu utakatifu? And then unaambiliwa utafute kwa bidii. Sio jambo rahisi Na huko ukijua wewe kabisa asili yako ni dhambi. Ndugu zangu, hapo ndo kuna lala siri nzito sana ya neema ya Mungu. Hapo ndo kuna lala siri nzito sana ya mpangilio wa ukombozi wa Mungu kwa wanadamu. Sijui nisome, sijui niongee tu.
Mungu kwa neema yake yeye. Ndio maana wapendwa, tuko jinsi tulivyo ni kwa neema ya Mungu, sio jambo la kujipiga kifuani. Hapana. Sio jambo la kujitapa. Hapana. Sio jambo la kujisifu. Hapana. Ni kuambia tu Baba, asante kwa neema yako. Niko jinsi nilivyo kwa neema ya Mungu. Lakini mimi nilikuwa nastahili kifo. Nilikuwa nastahili mauti. Ila Mungu kwa neema yake akanichagua, akanitoa mimi katika maelfu ya wanadamu, akaacha mamia wanahangaika katika dunia, akaacha maelfu wanavuta bangi, mamia wanalala nje kwa pombe, maelfu wanakesha wakiiba, akaacha wachawi maelfu mamia huko duniani, akaacha watu wengi ambao wenda wangestahili, akaacha wahubiri wakubwa, akaacha wenye pesa, akaacha wenye kujua kutoa kuliko mimi, akaacha marais, watu wenye heshima, akaacha watu wanaostahili kwa macho ya wanadamu, akanitafuta mimi ambaye ni mdhaifu sana, ambaye siwezi, ambaye nilikuwa mfungwa, ambaye nisingefunguliwa. Kwa neema yake Mungu akanisaidia. Amen. Ndio maana kila siku tukikumbuka kazi iliyofanyika siku ile pale Kalvari, hatuna budi kushukuru Mungu, kusema asante, sababu tuko jinsi tulivyo ni kwa neema ya Mungu. Huu utakatifu tunaouongelea, ndugu zangu, sisi wanadamu hatungeweza, tusingeweza. We cannot be holy. Yani it is impossible for a human being to be holy. Yani sababu huu utakatifu hata malaika wanatetemeka. Yani utakatifu wa Mungu unabebana na utukufu wa ajabu. Yani I don't know how to explain this. Sijui jinsi ya kueleza. Unless Mungu mwenyewe akuonyeshe. Huwezi weza hata kufungua macho yako. Na wewe imagine malaika ambao wana dhambi wanafika mbele ya utakatifu wa Mungu, wanajifunika na mabawa juu, wanashindwa kumtazama. Sembuse wewe mwizi. Sisi wanadamu, kuna mtu mbaya kama sisi? Sisi Mungu atusamehe tu, yaani Mungu atusamehe bure. Sasa unaona mtu anajitapa, sisi watakatifu. Mama, sema ni kwa neema, sema ni kwa neema, sio swala la kujisifia, ni kwa neema. Amen. Tusingeweza sisi, tusingepiga hata hatua moja, sababu utukufu wa Mungu ni mkubwa mno, utakatifu wake ni mzito mno, unang'aa kama vile jua. Ili tulilonalo unalizidisha mara trilioni 10. Utakatifu wa Mungu ni wa kipekee. Utakatifu wa Mungu ni jambo ambalo huwezi weza kulieleza kwa midomo hii ya kibinadamu. Yaani utakatifu wa Mungu hata picha ya kuuchora kichwani sina. Hili ni swala wenda Mungu akuruhusu siku moja na wewe ukaone Mungu jinsi gani alivyo mtakatifu. My God, my Lord. Yaani uone Mungu jinsi gani alivyo mkuu, jinsi gani alivyo mtakatifu. Yaani hapa natamani niwashuhudie maono niliyoyaona. Kwanza ukifika hapo unajikuta wewe ni mfanya dhambi, unajiona ustahili, yani unajiona wewe bure. Ndugu zangu, sisi wanadamu ni kwa neema tu. Yani I'm telling you, ni kwa neema tu. Niwape habari kidogo ya ndugu Daniel Kiri. Ndugu Branham anashuhudia habari za Daniel Kiri. Nasema nabii Branham. Sisi tuna taratibu ya kuitana ndugu, tunaitana aga tu ndugu jamani. Ndugu Branham anashuhudia habari za ndugu Daniel Kiri. Huyu Dani Kiri alikuwa mhubiri mkubwa sana, alikuwa mwinjilisti mkubwa sana, alihubiri kote duniani, watu mamia maelfu wakamkubali Yesu kupitia mahubiri yake, mamia maelfu, akafanya miujiza ya kila aina, watu wakakubali Yesu kumpitia yeye.
Daniel Kiri akasema, nina haki ya kuingia mbinguni. Nimehubiri sana, nimeokomboa watu wengi, watu wengi wameokolewa kwa mahubiri yangu. Nina haki ya kuingia. Mimi nikifika mbinguni ni kuingia tu, hakuna cha ABCD. Siku moja Daniel Kiri akafa. Huyu ni ndugu Branham anashuhudia habari za Daniel Kiri. Daniel Kiri eti alipoenda mbinguni asema ndugu Branham, Daniel Kiri akafika kwenye geti, akafika kwenye mlango wa kwanza, akakuta pale kwenye mlango kuna kaa malaika. Hii ni shuhuda ya ndugu Branham, ilishuhudiwa sijui mwaka wa 1963. Daniel Kiri akakuta malaika kwenye geti ya mlango wa mbinguni. Akafika pale, malaika, nifungulie mlango niingie. Malaika wakamuuliza, wewe kwani wewe ni nani? Akasema, nyinyi malaika mnaniuliza mimi ni nani? Yaani kwani hamnijui? Mimi ndio Daniel Kiri, mwinjilisti mkuu, mhubiri mkuu. Nimefungua makanisa kila kona, nafsi mamia maelfu yameokoka kwa mahubiri yangu. Mimi ndio Daniel Kiri, nifungulie mlango. Wale malaika wakamwambia, sasa hapa ndugu, sisi hatufunguagi mlango. Yaani hapa ni wewe ukifika tu na mlango wenyewe unafunguka. Kwa hiyo hivi gisi mlango usipofunguka, maana yake wewe sio wa ndani. Akasema, what? Mimi sio wa wapi? Kwa kazi niliyofanya, kwa mahubiri niliyohubiri, mniambie mimi sio wa ndani? Au mnijui nyinyi? Nyinyi mnijui? Malaika wakamuuliza, jina lako ni nani tena? Akasema, jina langu mimi ni Daniel Kiri, mhubiri mkuu Daniel Kiri. Muangalie kwenye kitabu. Ndugu Branham anashuhudia. Malaika wakachukua kitabu cha majina, eti wakaanza kuangalia jina Daniel Kiri, Daniel Kiri, Daniel. Wanashuka na majina vile na alphabet Daniel. Wakasema, eba, mbona jina lako hatulioni? Akasema, nyinyi mnasemaje? Wakamwambia, hebu subiri basi tena tuangalie. Wakaangalia, wakasema, bwana, kweli jina lako hatulioni. Daniel Kiri akaanza kulia. Akasema, muone jina lako kwa kazi kubwa niliyofanya duniani nimehubiri, watu maelfu wameokoka. Hapa mbinguni mnasema muone jina langu mimi Daniel Kiri. Wale malaika wakamwambia hivi, kama unaweza kukata rufaa nenda, lakini sisi hapa hatukuwa na jina lako, ila kuna sehemu tunaweza tukakuelekeza, unaweza ukaende ukakate rufaa kujitetea. Daniel Kiri wakampeleka mahali. Ndugu Branham anashuhudia hivi, eti Daniel Kiri alipofika hiyo sehemu, alipigwa kwanza na mwangaza mkubwa sana usoni mwake. Alipopigwa na mwangaza mkubwa, Daniel Kiri akaanza kutetemeka, yote akaanguka kwenye magoti. Kisha ile sauti pale ikaanza kumuuliza, wewe Daniel Kiri? Akaitika, ndio baba. Unasema hicho unastahili kuingia hapa? Ndio baba, mimi nilikuwa mhubiri mkubwa duniani, nilihubiri sana na nilifungua makanisa, watu mamia maelfu waliokoka. Daniel Kiri, hapa shida sio kuhubiri sana. Hapa shida sio maelfu mamia kuokoka kwa mahubiri yako. Hapa shida ni maisha uliyoyaishi kulingana na neno. Daniel Kiri, hukuiba cha 10 wewe ulipokuwa duniani? Daniel Kiri akakumbuka, ndio baba, niliiba cha 10. Haya. Daniel Kiri, au kutukana watu wewe ulipokuwa duniani? Ndio baba, nilitukana watu. Daniel Kiri, haukuchukia watu wewe ulipokuwa duniani? Ndio baba, nilichukia watu nilipokuwa duniani. Daniel Kiri, haukuiba watu fedha kwa maombi, unawaombea ili wakupe fedha ulipokuwa duniani? Ndio baba. Kwa hiyo yote waliotaja pale Daniel Kiri, yote kabla. Sasa unasemaje, unastahili au stahili? Kwa hiyo Daniel Kiri, au stahili hapa, unaenda kuzimu. Daniel Kiri eti alitetemeka, anasubiri sasa kama vile mlango ufunguke kule chini, boom, na ashuke aende kuzimu. Ndo kwa bahati, kwa neema, kukasikika kasauti kengine kama kasauti ka mwana kondoo, akana kwamba amechinjwa. Kale kasauti ndio kakaja. Daniel Kiri anatetemeka, anataka kuanguka. Kasauti kakasema, baba, nilipokuwa duniani Daniel Kiri alinitetea, na hivi gisi Daniel Kiri amefika hapa mbinguni, na mimi nitatetea. Naomba hayo madhaifu yake yote uyaweke kwenye mgongo wako.
Amen. Oh yes, na mimi uwe pale Baba nikikuya na mimi ndo maombi yangu, Yesu akutaniwe pale, sababu Yesu asipokutaniwa pale, sijui nani atastahili kuingia. Ndugu zangu, nani atastahili? Sisi wanadamu ambao tunachoka hata na kuomba, sisi wabaya, nani atastahili? Ndo kwa neema Daniel Kiria akaingia kumagoti, anaingia kumagoti kwa analia ndugu Branham ndo anashuhudia hii shuhuda ya Daniel Kiri. Daniel Kiri anaingia, kama unasikia ile kuingia kwa neema, yani unasikia basi Daniel Kiri anaingia kumagoti iko analia, anapangu. Yesu akaja akapanguza machozi akamwambia usilie Daniel Kiri, karibu. Ndio utajitapa wewe mwenyewe, ungali ndio utajisifu na ungali duniani. Papa mimi siwezi jisifu, mimi najua ni kwa neema ya Mungu. Amen. So sikiliza hiyo shuhuda ya ndugu yetu Daniel Kiri, jinsi alivyoingia mbinguni kwa neema ya Yesu Kristo. Ndugu zangu, na sisi tu watakatifu kwa neema, sababu isingewezekana kuwa mtakatifu usipoingia ndani yake yeye aliye mtakatifu. Kwa hiyo ikoje sasa? Naomba nisome kitu fulani hapa katika Wakorinto wa kwanza 1:30. Wakorinto wa kwanza 1:30. Oh Yesu Kristo, ukutaniwe pale Baba na mimi nikikuja, sababu mimi na Daniel Kiri tuko sawasawa. Biblia inasema hivi: bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Kwa hiyo aliye mtakatifu ni Yesu. Sasa sisi walio wachafu, wanadamu wenye dhambi, tunafanyika kuwa watakatifu tunapoingia ndani ya Yesu, na Yesu anaingia ndani yetu. Mnasikia sasa? Si kwa nguvu zetu, si kwa sababu sisi ni washika sheria sana, si kwa sababu sisi tunajitahidi kuishi vizuri. Hapana. Si kwa sababu eti hatutukanani, si kwa sababu eti hatuzini, si kwa sababu eti hatuibi, si kwa sababu eti tunaenda kanisani sana. Hapana. Tuko jinsi tulivyo ni kwa neema ya Mungu tu. Si kwa sababu eti tuna sheria nyingi ambazo tumejiwekea. Hapana ndugu zangu. Ndio maana sisi hatujisifu tena. Tumeshaelewa siri, ni kwa neema tu. Usifikiri kwamba uko mtakatifu kwa sababu unaishi sana maisha matakatifu, unavaa sketi ndefu, unavaa kitambaa. Hapana, 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 hapana. Hata masista wa kanisa Katoliki wanavaa kanzu ndefu na vitambaa. Hata wamama wa kanisa la Kiislamu wanavaa kanzu ndefu na vitambaa. Ndugu zangu, utakatifu ni pale tunapokuwa ndani ya Yesu Kristo na Yesu Kristo ndani yetu. Ni hapo sasa anazalisha zile tabia za utakatifu. So tunakuwa sasa na tabia za utakatifu ndani yetu baada ya sisi kuwa ndani ya Yesu. Ndiposa tunafanywa watakatifu na neno lake, tunafanywa watakatifu na Roho Mtakatifu, na huku Yesu akiwa ndiye msingi wa utakatifu wetu. Watoto wa Baba, mnaelewa? Kwa hiyo tuko watakatifu kwa neema ya Mungu. Ndo umuhimu wa kazi iliyotendeka siku ile pale Kalvari. Kalvari Yesu alikuja kutukomboa katika kile kifungo. Kalvari Yesu alikuja kulipa deni tulilokuwa tunastahili, ambalo mshahara wake ni mauti. Kalvari Yesu alikuja kufa kwa ajili yetu, ili kwamba sisi ambao tungestahili kufa tusife tena. Yeye akafa kwenye nafasi yetu, ili kwamba sisi tufanyike kuwa watakatifu. Ndo maana tunachowaambia Wakristo, ingieni ndani ya Yesu. Usiwe Mkristo tu wa kanisa fulani, hapana, utabaki. Usiwe Mkristo tu wa denomination, usiwe Mkristo wa
jina la kanisa. Oh, mimi ni FPCT. Oh, mimi ni hivi. Oh, mimi ni hivi. Oh, mimi. Hapana. Mungu hayuko katika jina la kanisa lenu. Mungu yuko katika wewe kukaa ndani ya Yesu. Utakatifu sio jina. Utakatifu ni maisha. Utakatifu ni wewe kukaa ndani ya Yesu. So ukishakaa ndani ya Yesu na Yesu anakaa ndani yako, ule Yesu sasa anazalisha tabia za kiungu kwako, tabia za kitakatifu katika maisha yako, and then sasa unakuwa mtakatifu kwa sababu Yesu yuko ndani yako. Ndugu zangu, huwezi weza utakatifu kama Yesu hayuko ndani yako, utashindwa. Ndo wengi tulionao katika makanisa yetu wamejilimbikizia sheria nyingi, lakini hawana Yesu. Mwisho utaona kama vile ni kazi ngumu. Mwisho utaona kama vile haiwezekani. Mwisho utaona kama vile wanakusumbua na sheria. Lakini Roho wa Bwana akiwa ndani yako, utaona zile vile kama ni sheria. Utaona kwako ni maisha yako ya kawaida. Ni maisha yako ya kawaida. Kwa hiyo sisi kama wachafu, wenye dhambi, wanadamu wasiostahili, tunakuwaje watakatifu? Tunakuwa watakatifu kwa neema ya Yesu Kristo, kwa kupata nafasi ndani yake, kwa kuingia ndani ya Yesu, kwa kukaa ndani ya Yesu. Tunapokaa ndani ya Yesu, tunapopata neema ndani ya Yesu, Yesu sasa anatufanya kuwa watakatifu. Kwa hiyo utakatifu sio wetu, ni wake yeye. Hivyo unaona tuna haki ya kujisifu. Utajisifia kitu ambacho sio chako. Utakatifu ni wake yeye. Yeye ndiye mtakatifu. So tunautafuta wapi? Tunautafuta kwake, kwa Yesu. Hatutafuti utakatifu katika dhehebu. Hatutafuti utakatifu katika denomination. Tunatafuta utakatifu kwa Yesu. Hivi sijui mnanielewa nyinyi watoto wa Mungu? So tunautafutaje kwa Yesu? Kupitia neno. Ndio maana tunaenda sasa kanisani, tusikie lile neno, ili kupitia lile neno lipate nafasi ndani yetu, sababu neno ni mbegu. Kwa hiyo mbegu inapoingia ndani yetu inazaa matunda. Inapozaa matunda ndio inaleta sasa utakatifu. Ndio maana vile nimesema kwamba tunafanywa watakatifu kwa njia ya neno. Nipasome kidogo hapo Hebu sijui kama saa zangu zimeenda hivi au nisome kidogo Yohana 17:17. Yohana 17:17. Haraka tu hapa. Yohana 17:17. Sikiliza, Biblia inasema hivi: uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kwa hiyo nini ambacho kinatufanya kuwa watakatifu? Ni neno, na Yesu Kristo ndiye neno. Yohana 1:1 inasema hapo mwanzo alikuweko neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Yohana 1:14 inasema huyo neno akafanyika mwili, akakaa kwetu, tukamwona utukufu wake kama utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Sote tunajua huyo ni Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu ndiye anayetutakasa na kutufanya kuwa watakatifu kwa njia ya neno. So ule neno anapokaa ndani yetu, anakuja sasa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo pia sasa tunatakaswa sasa sisi kwa njia ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Na huyu Roho Mtakatifu wa Mungu anazalisha matendo ya Roho ndani yetu, les œuvres de l'esprit. Soma pale tu katika Wagalatia 5 na kushuka chini. Matendo ya Roho yako dhahiri, upendo. So haya matendo sasa utayapata kama Roho yuko ndani yako, na Roho atakuwa ndani yako kama neno liko ndani yako, na neno litakuja ndani yako kama umelitafuta. Kwa hiyo tafuta. Utatafutia wapi? Kwenye neno. Sijui mnanielewa watoto wa Baba. Kwa hiyo hivyo ndivyo jinsi gani tunavyokuwa watakatifu, na sio utakatifu wetu, ni utakatifu wake yeye aliye mtakatifu. Yeye peke yake ndiye anayestahili, yeye peke yake. Yaani sisi sote tunajificha ndani ya Yesu, sisi sote tuko chini ya damu ya Yesu. Makimbilio yetu ni chini ya damu. Tunaongea hivi kwa ujasiri huu sababu tuko chini ya damu ya Yesu. Tunajipiga kifuani hivi sababu tuko chini ya damu ya Yesu. Yaani tuko jinsi tulivyo hivi na kutetemesha kuzimu na mapepo kutukimbia sababu ya damu ya Yesu. Yaani asingekufa Yesu siku ile pale Kalvari, my bro, tusingestahili sisi. Ndio maana tunasema Yesu asifiwe.
kwa kufa kwa ajili yetu. Watoto wa Baba, mnaelewa? Kwa hiyo kama kuna mtu wa kusifu, sio mimi, ni yeye Yesu. Wewe hatuwezi tukakusifu wewe, hatuwezi tukasifu kanisa lako. Wa kusifu ni Yesu, sababu hata hilo kanisa lako takatifu ni takatifu kwa sababu ya Yesu. Kwa hiyo shida sio kuonyesha kanisa lako ni takatifu, shida ni kuonyesha Yesu ni mtakatifu. Alafu sisi tunajificha chini ya damu ya Yesu. Wewe unawezaje kujificha chini ya damu ya Yesu alafu wewe ujionyeshe kutoka kumwonyesha Yesu? Anayeponya ni Yesu, tunayemhubiri ni Yesu, Mungu wetu ni Yesu, mkombozi wetu ni Yesu, mtakatifu ni Yesu, mwamba wetu ni Yesu. Tuko jinsi tulivyo kwa sababu ya Yesu, tunaishi leo ni Yesu, mambo yote Yesu, ndani ya yote Yesu, muweza yote Yesu, kila kitu Yesu. So sisi sasa ndo tunakaa chini ya huyo Yesu, chini ya hiyo damu, ndo tunajificha pa chini ya damu ya Yesu. Hivi mnaelewa? Kwa hiyo sisi bila Yesu si kitu. Mimi bila Yesu ni bure, wewe bila Yesu bure, kanisa lako bila Yesu bure. Kwa hiyo wakuinua hapa ni Yesu, wakuonyesha mtakatifu hapa ni Yesu. Sisi tunaona utakatifu wa kudodea, utakatifu wa kudodea ambao tunajificha ndani yake. Kwa hiyo utakatifu ni wake yeye. Sifa, asante na shukurani zimrudilie yeye aliye yote katika yote, yeye ambaye ni Alfa na Omega, yeye ambaye ni mwanzo na mwisho, yeye ambaye ametuneemia sisi neema iliyo kuu, neema ya ajabu. Hakuna neema ndogo. Neema ambayo Mungu ametuneemia ni neema kubwa sana sana sana. Yeye ambaye akakubali kuja kufa kwa ajili yetu, akakubali kufa kwa ajili yetu. Yesu akakubali kutemewa mate na mwanadamu aliyemuumba kwa ajili yangu mimi. Yesu akakubali kupigwa mkuki mbavuni kwa ajili yangu mimi. Yesu akakubali kuvalishwa kofia ya miiba. Yesu akakubali kupigwa vile viboko kwa ajili yangu mimi, ili mimi niokoke, tena mimi nijisifu. Kweli? No, 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 no. I cannot. Anayeponya ni yeye, anayeokoa ni yeye, mhubiri wa kweli ni yeye. Hata hapa hivi ninavyohubiri sio mimi, ni yeye. Yesu ndiye anayehubiri, sio mimi. Mimi ni chombo tu ambaye nimejificha chini ya neema ya Yesu, ambaye niko chini ya damu. Makimbilio yangu mimi ni chini ya damu, msaada wangu mimi ni chini ya damu, neema yangu mimi ni chini ya damu. Bila hivyo jamani, bila hiyo damu mimi ni bure, ovyo. Nastahili kifo, nastahili kuhukumiwa, but because Yesu alikufa kwa ajili yangu, ndio maana namshukuru sana. Nasikia hamu ya kuimba. Makimbilio ya mwenye dhambi chini ya damu, chini ya damu. Hii damu ya Yesu ikufunike na wewe, ikulinde, ikutawale. Umesikiliza hii hadi mwisho, damu yake iwe juu yako. Bwana akubariki na asante, na wacha nikutakie siku njema. Na siku ya leo usitafakari mengine, utafakari kuhusu kazi kubwa aliyofanya Mungu siku ile pale Kalvari. Leo ningeomba tafakari yako iwe hapo, uone ukatili wa dhambi na adhabu iliyogharimu kuondoa dhambi maishani mwetu. Bwana akubariki.